pamoja na kwamba tuna kauli mbiu ambayo inafanya vizuri sana hivi sasa nchini Tanzania, kauli mbiu ya ubaya ubwela, lakini mechi hii specifically tumeamua kuitengenezea slogan yake ili kuongeza chachu ya hamasa kwa wanasimba kuelekea katika mchezo huu. Kauli mbiu yetu kuelekea katika mchezo wa tarehe 9 dhidi ya Al-Masry inasema hii tunavuka. Ukisha sema hii una pause kidogo, usiunganishe hii tunavuka. Alafu usiseme hii, lazima utolee tumboni kwa sababu hili jambo ni zito. Hii tunavuka. Hii tunavuka ina maana gani? Inamaanisha kwamba kwa misimu mitano tofauti tumekuwa tukiishia hatua ya robo finali. Sasa safari hii tunavuka, tunakwenda nusu finali kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na hii imuingie kila mchezaji wa Simba ya kwamba safari hii tunavuka. Hii imuingie kila shabiki wa Simba ya kwamba safari hii tunavuka. Safari hii tunavuka kwenda hatua ya nusu finali. Ndugu zanguni, baada ya kusema hayo, natumai nimekava kila eneo, lakini ningependa tu kuwapa taarifa kuhusiana na mchezaji wetu Shema Lon Fondo ambaye nyote mnafahamu ya kwamba alipata majeraha katika mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Azam FC. Kwa sasa Shema Lon yuko Morocco akiendelea na matibabu, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tayari ameshafanyiwa matibabu kwa awamu ya kwanza na sasa anaendelea vizuri. Tunasubiri madaktari watuambie baada ya matibabu ambayo amefanyiwa pengine atakuwa nje kwa muda gani, tutakuja kuwajulisha. Lakini nichukue nafasi hii kuwaomba wanasimba wamuombe kijana wetu aweze kupona kwa haraka, aje aipiganie Simba kwa sababu tuna nusu finali na tuna finali na tuna mechi ya ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunamhitaji hapo Shema Lon Fondo aje kuongeza nguvu, tutimize malengo yetu msimu huu. Baada ya kusema, ndugu zanguni waandishi wa habari, wana Simba na wa Tanzania kwa ujumla, kikosi kinaondoka tayari, tumetaja tarehe ya kuondoka, lakini tungependa kuwapa ratiba kabisa pamoja na kuwatangazia viingilio ili maandalizi ya wanasimba yaanze mapema kuanzia sasa. Tutakaporejea kutoka Misri iwe ni kazi ya utekelezaji pekee na sio kazi ya kuanza kupeana ratiba. Kumekuwa na sintofahamu kuhusiana na matumizi ama utumiaji wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Nichukue nafasi hii kuwatoa hofu wana Simba ya kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa tayari umeshafanyiwa inspection kwa maana ya ukaguzi. Maafisa kutoka CAF walikuja hapa wiki iliyopita, wakaenda wakafanya ukaguzi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Bado majibu hayajatoka, lakini wakati wanafanya ukaguzi, mazungumzo mnayozungumza nao wale ambao wanafanya ukaguzi wanakuambia ama wanasema kwamba kuna improvement kubwa baada ya kufanya ukaguzi mara ya mwisho na ukaguzi ambao umefanyika hivi sasa. Yaani kuna maboresho makubwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Hii ni kusema kwamba iko zaidi ya 100% Simba Sports Club kucheza mechi yake ya robo finali dhidi ya Al-Masry tarehe 9 katika dimba la Benjamin Mkapa. Na nyote mnakumbuka msemaji mkuu wa serikali Mheshimiwa Gerson Msigwa alitutoa hofu wa Tanzania ya kwamba Benjamin Mkapa iko tayari, na sisi tuishi humo kwenye kauli ya kiongozi wetu wa nchi ya kwamba Benjamin Mkapa yuko tayari. Na ndio maana sisi tunafanya maandalizi yote kuelekea Benjamin Mkapa kwa sababu tuna assurance na mmiliki wa uwanja ambaye ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wana Simba, hatuna muda wa kusubiri. Tunafanya maandalizi yetu ya mchezo wetu wa tarehe 9, mchezo wetu wa marudiano kuelekea Benjamin Mkapa. Kuelekea katika mchezo huo, viingilio tunavitangaza kabisa na tiketi zinaanza kuuzwa kabisa kuanzia hivi sasa. Na tunapotangaza viingilio hivi sasa na tiketi hivi sasa, maana yake tunataka watu waanze kununua kuanzia sasa.
Mtu asikae akasema ngoja nisubiri matokeo ya kule Misri yatakuwaje. Ya kule Misri matokeo hayapaswi kuathiri kabisa sisi zoezi letu la kuja uwanjani. Matokeo yoyote tutakayoyapata kule Misri dhidi ya Al-Masry yawe chachu ya kutufanya tuje wingi katika mechi ya tarehe 9 dhidi ya Al-Masry hapa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo viingilio katika mchezo huo, VIP A itakuwa ni shilingi 40,000, VIP B ni shilingi 30,000, VIP C ni shilingi 15,000, machungwa ni shilingi 10,000 na mzunguko ni shilingi 5,000. Tiketi zinaanza kuuzwa kuanzia sasa, maana yake wana Simba tuanze kununua kuanzia sasa. Hii mechi ni mechi ya maana mno kwetu wana Simba na tunawahitaji sana mashabiki katika mchezo huu. Lakini vile vile tunayo kategori ya Platinum kwa shilingi 1,150,000 na Tanzanite kwa shilingi 2,250,000. Kwa upande wa Platinum, atakayenunua tiketi ya Platinum atapatiwa usafiri bure kutoka hoteli ambayo tutaichagua yenye hadhi ya nyota 5. Utakwenda mpaka uwanjani Benjamin Mkapa ukisindikizwa na king'ora. Utafika Benjamin Mkapa, utapokelewa kwa heshima na taadhima kulingana na hadhi ya fedha ambayo umelipwa. Utapelekwa mpaka katika viti vyenu, mtatulia zenu pale na mtakuwa mnapata vinywaji laini kutoka Mokola, na mwishoni kwa mapumziko mnakwenda kupata chakula kwa ajili ya kuhanikiza, na baadaye mnaingia tena kwenye magari yenu, mnarudi mpaka hotelini, mnaenda kushangilia nyama amekwenda nusu finali na familia zenu. Kwa upande wa Tanzanite, unapewa tiketi, unapewa kifurushi kutoka Simba Sports Club pamoja na car gate pass ambayo itakuruhusu wewe kuingia uwanjani bila usumbufu wa aina yeyote ule. Kuelekea katika hamasa ya mechi hii dhidi ya Al-Masry, nataka mtambue ya kwamba tumedhamiria mechi hii kuingiza mashabiki wengi zaidi, sanjari na kuvunja rekodi yetu sisi wenyewe ya kuingiza mashabiki wengi msimu huu. Mpaka sasa rekodi kubwa tulioweka ya kuingiza mashabiki wengi kwa msimu huu ni mechi baina ya Simba na Al Ahly Tripoli ambayo tuliingiza mashabiki 46,000. Kwa hiyo mechi hii dhidi ya Al-Masry tunataka kuvuka idadi ya mashabiki 46,000. Maana yake tunataka kuingiza mashabiki kuanzia 50,000 mpaka 60,000 kwa maana ya full capacity. Na hili kwa wanasimba linawezekana sana ukiangalia umuhimu na ukubwa wa mchezo wenyewe. Lakini kama kawaida yetu, tumeandaa mfululizo wa matukio kadha wa kadha kwa ajili ya kutengeneza hamasa, kuuza tiketi na kufanya mchezo wetu huu wa kesho, mchezo wetu huu uwe ni mchezo maarufu zaidi kati ya michezo yote itakayopigwa kwenye hatua hii ya robo finali. Kama kawaida, tutakuwa na kispika ambacho kitapita tawi kwa tawi, mtaa kwa mtaa kwa ajili ya kufanya hizo hamasa. Tutakwenda kufanya uzinduzi wa kispika siku ya tarehe 5 ambayo tutafanyia katika tawi la Mbezi, stendi ya Mbezi, sio Mbezi Magufuli na sio terminal, stendi ya vidaladala zile za kwenda Bagamoyo, Msata, Mboga, Chalinze. Pale kuna watu wetu pale wa Simba. Hamasa yetu, tutakwenda kufanya uzinduzi pale, na itakuwa ni uzinduzi mkubwa kuwahi kutokea kwa sababu inawahusisha wana Simba wengi, wana Simba wa Chalinze, wa Vigwaza, wa Bagamoyo, wote tunakutana pale Mbezi kwa ajili ya kwenda kufanya uzinduzi mkubwa wa hamasa ya kuelekea mchezo wetu wa tarehe 9.